Amino TV kutokea Mlimani City kwenye room namba 3. Tumekutana na Vanilla, miongoni mwa washikaji ambao wanafanya poa sana kwenye muziki wa Bongo Flava. Naye pia amepata nafasi ya kuhudhuria pia na kusikiliza idadi ya ngoma ambazo Mbosso amezitoa. Inakuaje? Kama kwanza nikupe hongera kwa moja ya miongoni mwa washikaji ambao umekuja kusikiliza kazi ya msanii mwenzako, pia umejitoa. Hongera sana. Shukrani sana sasa. Labda nataka nifahamu kutoka kwako, kwa sababu umepata nafasi ya kusikiliza baadhi ya ngoma za Mbosso. Vipi kwa upande wako? EP ni kali, nyimbo 7 zote ni kali, lakini kila mtu anakuwa na zile favorites zake. Mimi kama mtu ambaye pia ni msanii na anafanya muziki kidogo nakuwa, kwa hiyo na appreciate sana kitu ambacho kimefanyika. Ni moja kati ya EP kali sana ambayo imejaa mawe, lakini pia mimi nimeondoka na favorites zangu. Moja kati ya wimbo ambao ni noma sana, yani lines to lines noma sana, power. Wimbo mwingine ni ule, nadhani una jina fulani la Kihindi lakini kilichopo ndani sio Uhindi. Alafu na wimbo wa mwisho sound kabisa ya nyumbani, typically tip, ambao umekuwa ni wimbo wa mwisho kabisa Asmani. Kwa hiyo hongera kwa Mbosso, always amekuwa na deliver kitu kizuri sana. Na comeback ya Mbosso baada ya kutoka kwenye lebo ambayo alikuwa yupo anafanya nayo kazi, na namna ambavyo ametoa EP, na kama ulivyosema pia amebahatika kusikiliza ngoma moja ambayo ni kali kinoma noma. Kwako, kwa comeback yake na kwenye hiki ambacho anakifanya, kwako inaleta picha gani kwamba msanii pia akiwa peke yake anaweza kufanya makubwa zaidi? Tumeshuhudia wasanii wengi sana ambao wakiwa peke yao wanafanya vizuri, hasa kwa msanii ambaye kipaji chake sio cha kusuasua. Yaani unakuwa hauna mashaka naye, muda wote anaweza kutengeneza muziki wa aina yoyote, akaandika chochote kwenye beat ya aina yoyote na watu wakapenda. Kwa hiyo watu wanachokipenda ni muziki wa msanii. Muziki Mbosso anao na ameendelea kuonesha kwamba muziki anao na anaweza kutengeneza zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo mimi sina shaka na yeye kuwa independent artist, ni hatua tu katika maisha na ukuaji pia. Pia nikupe hongera kwa Koki, miongoni mwa ngoma ambayo umetuacha nayo, miongoni mwa ngoma kali kinoma noma. Mapokezi yapoje kwa upande wako? Maana sisi tunaona pia kwenye ngoma mapokezi ya mashabiki tunaona sio mabaya sana, lakini kwa upande wako vipi wewe ukiwa kama msanii? Kwangu nashukuru kila kitu, kwa sababu msanii au katika maisha kila mtu yuko kwa ajili ya kutafuta watu wapya. Kuna watu wengine ambao tayari wapo wanakuamini, unaendelea kuwaaminisha watu wengine au kuwatafuta watu wengine waendelee kukuona zaidi. Kwangu mimi naweza nikasema nilikotoka na hatua ambazo ninazo si vibaya, ni hatua nzuri na nashukuru Mwenyezi Mungu, lakini kule ambako nataka kufika, Vanilla ambako anataka kufika ndio maana hajafika, ndio maana anaendelea kupambania kufika huko ambako anataka kufika. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa hatua ambazo niko nazo sasa hivi. Tegemea kazi nyingine baada ya Koki ama tunasubiri kidogo kwanza? Mwezi huu hauishi, niko na sound nyingine, wimbo mwingine ambao naenda kuachia back to back. Inshallah Mwenyezi Mungu akisaidia, pia after project ambao naenda kuachia either ni collaboration na msanii mkubwa kutoka East Africa au kutoka hapa Tanzania, lakini ni mkubwa pia Afrika. Okay, sawa. Kwenye Koki nimeona umefanya na Ibra. Ni miongoni mwa chemistry ambazo watu wanazipenda sana. Ukikutana na Ibra kuna jambo ambalo linakuwa zuri kinoma noma. Tutegemee pia kazi nyingine na Ibra? Kwa bahati nzuri hapo katikati mimi na Ibra tumekutana sana studio, tumerekodi ngoma kadhaa ambazo nadhani inshallah Mwenyezi Mungu akijali akaona kwamba sasa hivi sound inafaa kutoka, sasa hivi sound inafaa kwenda, basi kuna project nyingi ambazo mtazisikia zaidi na zaidi, kwa sababu sisi ni watu wa muziki. Ibra ukimzungumzia ni mtu ambaye anajua kutengeneza muziki, Vanilla ni mtu ambaye anajua kutengeneza muziki. Kwa hiyo waendelee kutegemea zaidi na zaidi. Okay, sawa. Tumemwona pia Ibra kwenye baadhi ya show, tumemwona Kenya na nini, lakini kwa upande wa Vanilla mtu atakujiuliza kwa nini tumuoni Vanilla kwenye show nyingi zaidi, ama hii imekaje kwa upande wako? Labda uongozi bado haujaamua kumpeleka Vanilla kwenye hizo show? Kabla ya mtu yoyote nadhani wa kwanza anaanza msanii. Lazima uwe na mipango, lazima uwe na mikakati, lakini katika hiyo mikakati yako hakikisha kwamba ni muda sahihi wa wewe kuweza kufanya, kwa sababu wanasema hakunaga muda sahihi, lakini kila mtu kwa hatua zake waga kuna muda sahihi. Unaona sasa hivi nahitaji kufanya hiki, nahitaji kufanya kitu kama hichi. Kwa hiyo kwangu mimi it's a blessings my brother.
Shukrani. Congratulations sana bro. Barikiwa sana mzee. Barikiwa sana bro. Muziki mzuri umetubariki na. Umeona? Kwa hiyo ni kitu kizuri sana, ni kitu kizuri sana kuona kwamba hatua zangu sasa hivi zinanitosha kufanya hivi. Nitafanya na naamini nikianza kufanya watu wataenjoy zaidi. Yeah. Basi mimi nikupe hongera pia na pia nikutakia asante sana kwa muda. Shukran.